ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunaendelea darasa zetu na leo tuko kwenye kitabu cha Suwaru min Hayati Tabiina kilichoandikwa na Dr. Abdurrahman Ra'fatil Basha. Kumbukumbu zangu zinaniambia tunaanza ukurasa wa 257 katika habari za Umar bin Abdul Aziz, lamahatun ra'ihatun min hayati. Ndio sawa sawa? Ndio, mwingine tunasahau, wakati mwingine tunakumbuka, lakini nyinyi ambao mnakwenda na ratiba ni vizuri mkawa mnaweka alama So pia na vitabu hivi tunasomesha watu tofauti tofauti, wakati mwingine tunasahau. Kwa hivyo tunazungumza habari za mtu mmoja anaitwa Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz, mmoja katika matabiina wakubwa sana. Lamahatun ra'i'a, madokezo ya kuvutia, min hayatihi, katika maisha yake. Lamahatun, madokezo. Hazungumzi maisha yake yote, anadokeza dokeza tu. Tuseme anadokoa katika baadhi ya mambo yanayohusu maisha yake. Pengine kumzungumza huyu Umar bin Abdul Aziz maisha yake yote, ingelazim kuwa na kitabu kama hiki. Hichi kitabu kizima kizungumze habari zake tu, kwa sababu ni mtu ambaye ametia fora sana katika historia ya Kiislamu. Na bahati nzuri makundi yote ya Kiislamu yanamuona kama ni mtu mwema. Hakuna kundi lolote la Kiislamu linalomzungumza kwa ubaya bwana Umar bin Abdul Aziz. Kapata bahati hiyo naye. Tabu sana kufika mahali ikawa kila kundi la kusema vizuri. Ni vigumu, hatuwezi, wengi hatupati hiyo. Lakini yeye ni miongoni mwa ambao makundi yote takriban yamezungumza kwa uzuri takriban Kwa hivyo madokezo ya kuvutia katika maisha yake. Lamahatun ra'i'a, madokezo ya kuvutia, min hayati, ra'i'atun, yenye kuvutia, min hayati, katika maisha yake. Umar ibn Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz ma'dudun, anahesabiwa inda ahli ilmi, kwa watu wa elimu, min al-ulamai, ni miongoni mwa wanazuoni, al-amilina, wenye kufanyia kazi elimu yake. Yani kasoma, alafu na ile elimu anaifanyia kazi, anaitumia ile elimu. Wal khulafa'ir rashidina, na pia anahesabiwa katika makhalifa waongofu. Kwa hivyo mambo mawili yeye anayo. Kwenye orodha ya wanazuoni anaingizwa, na kwenye orodha ya viongozi waadilifu pia anaingizwa. Kwa hiyo kashika mawili, uongozi kaushika, tena uongozi wa nchi, sio uongozi wa taasisi, uongozi wa nini? Wa nchi. Na kafanya vizuri. Na halafu ni mwanachuoni tena mcha Mungu. Kwa hivyo kutokea hivyo ni mara chache sana kupatikana kiongozi na mwanachuoni mcha Mungu, ni mara chache sana. Ama atapatikana kiongozi lakini hawi mwanachuoni, anaweza kuwa mwadilifu na anaweza kuwa mwanachuoni hodari lakini asiwe kiongozi. Lakini yeye amevaa kofia ngapi? Kofia mbili. Kofia ya mwanachuoni na kofia ya uongozi. Maneno haya ameyasema mtu mmoja anaitwa Adh-Dhahabi. Ndio comment yake. Kasema maneno haya kuhusu Umar bin Abdul Aziz. Tuende na habari za Umar bin Abdul Aziz katika kitabu hiki ili tuone maneno aliyoyasema Dhahabi yanaanguka chini au yanasimama kidete. Alhadithu anil khalifati al-Abbadi az-Zahidi khamis al-khulafa'i ar-rashidin. Mazungumzo ndo alhadithu. Anil khalifati, yanamuhusu khalifa, yani kiongozi wa dola ya Kiislamu, al-Abbadi, mwenye kuabudu, az-Zahadi, mpanyongo wa dunia, asiyependa sana kujikweza na mali na utajiri. Khamis al-khulafa'i ar-rashidina, watano katika hesabu ya makhalifa waongofu. Ingawa kutoka khalifa wa mwisho mpaka yeye pana masafa marefu, lakini watu hawaangalii ule mwambatano wa historia, wanaangalia rekodi yake na vitendo vyake. Wamemuona kwamba ni sehemu ya makhalifa walioongoka, wakamhesabu kwa ni watano.
hadithun atyabu, hadithi yenye kunukia min nashri almiski, kuliko manukato ya miski, kuliko harufu ya miski. Mazungumzo haya yananukia kuliko harufu ya nini? Ya miski. Na miski ndio katika manukato yanayokata harufu mbaya zaidi kuliko manukato yote yaliyowahi kujulikana. Ndio maana mtu akiumwa sana, akiwa mgonjwa sana na madonda mengi labda ananuka, basi dawa yake moja wakati wa kumtibu na mtibu, lakini moja katika mambo ya kumweka sawa angalau watu wakija kumtembelea wasikarahike ni kumpaka nini? Miski. Na ndio maana maiti vile vile akishakoshwa na nini anapigwa sanda alafu anatiwa nini? Anatiwa miski. Kwa sababu anaweza kuwa hajatoa harufu lakini huwezi kujua mtu ndio ameshakufa, lolote linaweza likajitokeza. Kwa hivyo inakuwa miski nayo ni moja katika manukato mazuri sana. Kazi yake ya kwanza ni kukata harufu mbaya. Alafu kazi yake ya pili ndio kutangaza ufalme wa kunukia. Kwa hivyo ikikutana na harufu mbaya inaikata harufu mbaya. Ikiwa hakuna ndio inaleta manukato. Basi mazungumzo hayo ya huyu bwana ni yananukia zaidi kuliko manukato ya nini? Ya miski. Ndio mwandishi anakutuambia. Wa azha, na yamenawiri zaidi min qita'i rawdhi, kuliko sehemu za bustani. Yanapendeza zaidi kuliko sehemu za nini? Za bustani au mapande ya bustani. Qita'ul layli mudlima, qita' mapande, rawdhi ya bustani. Yani yanavutia kuliko mapande ya bustani. Anasifu sana kabla hata hajaelezea wasiratuhu, na mwendo wake au maisha yake ndio sira, kama vile siratu nabawia, maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiratuhu, na maisha yake au mwendo wake, alfadhatu, wa kipekee. Alfadhatu manake wa kipekee, unique kwa Kiingereza, yani wa aina ya pekee yake. Algharra'u, uliotakata. Maulidi ametumia neno lailatun gharra'u, gharra manake kitu kilichotakata, usiku uliotakata. Wasiratuhu alfadhatu, na maisha yake kipekee, algharra'u, yaliyotakata. Ni wahatun mi'tarun. Waha chini nakwambia nini maana ya waha? Wahatun alwahatu hadikhatun khadratun athira, ni bustani yenye kunukia. Na mwendo wake wa kipekee uliotakata ni bustani yenye kunukia. Ainama halalta minha, popote utakapokaa katika hiyo bustani, alfaita, utakutana na nabtan, mmea, tariyan, ulionawiri imara kabisa. Wa zahran bahia, na maua yenye kuvutia. Wa thamaran jania, na matunda ya kuvunwa. Ile maisha yake yamekuwa kama bustani, ukiingia wewe unafaidi tu katika maisha yake. Sifa nyingi, bado hajaanza kueleza habari za huyu mtu. Wa idha lam yakun fi wus'ina, na itakapokuwa si katika wasaa wetu, yani hatuna nafasi, anastawiba, kumaliza alana, hivi sasa, tilka sirata, mwendo wote ule, allati isdana, uliopamba biha matarikh, fufu la historia au umbile la historia. Ham linaitwa fufu au Kiingereza skeleton au umbile au fremu, kama vile fremu ya baskeli, fremu ya duka, ndio ham. Tunaweza kutafsiri hivyo. Uliopamba fremu ya historia, umbo la historia. Fa inna dhalika la yamnauna, lakini jambo hilo kwa hakika lituruhi sisi mina an naqtifa, kuchuma min rawdhiha, katika bustani yake, zahratan, japo ua moja. Yani nataka kuzungumza kwa kuwa historia yake ni pana na imepamba historia ya Kiislamu, hatuwezi kuimaliza yote, lakini angalau tunaweza tukachuma japo ua moja kufaidika. Hatuwezi kuzungumza habari za Umar bin Abdul Aziz zote tangu kuzaliwa mpaka kufa tukazimaliza kwa madhumuni ya kitabu hiki. Labda kingekuwa hiki chote kitabu kizima kinazungumza habari yake, angalau tungeweza kuzungumza mambo ya Umar bin Abdul Aziz. Kwa hivyo imekuwa kama ni bustani, tumeingia na maua, lakini tumepewa sharti tuchume ua hili mmoja. Kwa hivyo na baada unatafuta lile ambalo unaona linavutia, unakwenda unafanyaje? Unachoma. Kwa hivyo yeye atatafuta yale mambo muhimu tu na ya lazima atuelezee kuhusu Umar bin Abdul Aziz. Wa anaktabisa, na kwamba tuangazie
min nuriha, katika nuru yake, wamdatan, japo umwesa tu. Wamba maana kama umwesa au mpweso au flash ile ya kamera ile, angalau flash ile pap ipige mara moja tu. Hebu tupige flash tu kidogo, tutizame nini, tutizame yale maisha yake. Mwandishi anachagua maneno mazito kama uzoefu wako wa lugha na kujua mambo ni mdogo, atakuacha. Anatumia bombastic anatumia bombastic kama mambo ya literature hayo wazee wanasoma wakati ule mnasoma habari za kina Shakespeare. If you want to win and you think you can't, you can't. If you dare not, you don't. Success begins from fellow's will. Yule Shakespeare ana Kiingereza kizito sana. Kizito sana. Ukiatia kichwani unaweza kuvurugika. Piano cannot be played unless black and white. Ndio anapozungumza Shakespeare Kiingereza chake na maneno yake mazito mazito. Basi na huyu sasa anazungumza Kiarabu kizito sana. Fidel Castro hajui Kiingereza, alikuwa anazungumza Kispanish. Wewe Ahmed Bahrani uko wapi? Umeshiba biriani leo? Haya. Anaweza kuwa alikuwa akizungumza lakini hakuwa akihutubia kwa Kiingereza, akihutubia kwa Kispanish. Ndio lugha inotumika Cuba. Wenyewe wanajua, wale walikuwa pedachi ndio mwenyewe anajua kidogo Kispanish cha kubabaisha. Venceremos. Seguro. Aya. Dhalika, imekuwa hivyo lianna ma la yudraku kulluhu la yutraku ba'duhu. Imekuwa hivyo kwa sababu kisichopatikana chote hakiachwi baadhi yake. Lakini wengine Waarabu wengine wasema ma la yudraku kullu la yutraku kullu au la yutraku jullu. Yani kisichopatikana chote hakiachwi chote, mtachukua baadhi. Kwa hivyo hatuwezi kuipata historia yote ya Umar bin Abdul Aziz katika madhumuni ya kitabu hiki, lakini hatuwezi kuiacha yote tusizungumze, tutachukua kidogo kidogo. Ndio maana yake. Kama umealikwa pahala pana chakula kingi, huwezi kula chote, lakini kula japo kidogo. Kwa hivyo ma la yudraku kullu la yudraku jullu, kilichokuwa kipatikani chote hakiachwi chote, au kama alivyosema ma la yudraku kullu, kisichopatikana chote la yudraku ba'du, hakiachwi baadhi yake, japo kidogo utachukua. Basi wacha tuchukue japo kidogo. Fa ilaika thalatha suwarin, basi pokea picha tatu tu min hayati Umar ibn Abdul Aziz, katika uhai wa Umar ibn Aziz atachukua sehemu tatu tu. Hizo tatu utaziona wewe, ndio sehemu tatu tu kaamua kuchukua, hajachukua sehemu nyingine zote. Tatba'u suwarun ukhra, zikifuatiwa na picha nyingine fi kitabin tali, katika kitabu kifuatacho, idha adhina Allahu wa yasara, Mungu atakaporuhusu na kuwepesisha. Yani hakusudii kitabu kama kitabu kingine, kutakuwa na sehemu ya pili na sehemu ya pili, pengine ya tatu kama itakuwemo, lakini ya pili na hakika imo. Tunakwenda ukurasa wa 258. Ama ula hadhi suwari, ama ya mwanzo katika hizi picha za maisha yake. Farawaha lana, ameipokea kwetu bwana mmoja anaitwa Salamatu ibn Dinar. Salamatu ibn Dinar ambaye tushamzungumza habari zake. Msome katika, muangalie chini nakwambia, katika ukurasa wa 187 utamkuta Salamatu ibn Dinar, naye ni katika matabiina. Ametusimulia alimul Madina, ambaye ni mwanachuoni wa mji wa Madina kwa wakati wake. Maana si kila wakati kuna mwanachuoni anayekuwa mkubwa alafu anakufa anakuwepo na mwingine, anakufa anakuwepo na kwa wakati wake. Wa qadhiha, na ndo alikuwa kadhi wa mji huo wa Madina kwa wakati wake. Wa sheikhuha, na ndo shekhi wao hapo Madina kwa wakati wake. Huyu Salama kwa hivyo alikuwa mwanachuoni, alikuwa kadhi na alikuwa shekhi. Faqala, akasema, qadimtu ala khalifati almuslimina, nilikuja kwa khalifa wa Uislamu Umar ibn Abdul Aziz, wa huwa, na yeye alikuwa katika sehemu moja inaitwa bi Khunasira. Hiyo sehemu inaitwa Khunasira, kaitia irabu khay, kaitia dhamma nun alifu fatha khuna, ile bi manake ni hapo mahala panaitwa Khunasira. Min amali, katika vitongoji vya Halab, eneo linaitwa Halab ambayo ni Syria. Hiyo tumeshaisema, na siku moja Kazoba hapa alikuwepo akatuthibitishia Halab, kwa sababu yeye amekaa Syria katika hayo mambo yake ya kibaharia, sio katika mambo ya ilmu lakini sikafika nako nikusoma, hayupo hapa leo.
lakini amekaa Syria, na Sia wako wengi wamekaa Syria, kwa sababu Syria ni kituo cha mabaharia wetu sisi na wengine wamekaa, kwa sababu Syria iko baina, ukitaka kwenda Ulaya unaipata, ukitaka kuja Asia unaipata, ukitaka kuja Afrika unaipata. Kwa hivyo ni kituo kikubwa cha mabaharia kile, wengi wamekaa. Haya, hata wewe ulifika? Sawa. Mashariki ya Kati. Amali katika vitongoji vya eneo linaitwa nini? Halab. Hamna neno, naye anasema ulimwengu ni wa makambari, kila mmoja ana sharubu, sio? Hata kambare jike lina masharubu Wakanat qad taqaddamat bi sinu. Anasema huyu bwana Salama, wakanat ilikuwa qad taqaddamat, imetangulia bia kwangu sinu, miaka, yani nimezeeka, nilikuwa nishakuwa mtu mzima. Kwa hiyo Salama bin Dinari ni mkubwa kuliko Umar bin Abdul Aziz, au pengine wako sawa sawa au vipi? Wabauda baini wa baina liqaihi, na imekaa mbali baina yangu na baina kutana naye, ala ahadu, muda mrefu sijamuona kwa muda mrefu. Fawajatuhu, nikamkuta fi sadri albayt, katika ukumbi wa nyumba. Sadri albayt yani ukumbi wa nyumba au balkoni ile, kibaranda au nini, pale ambapo mtu ukifika tu unaweza kumkuta kwa mara moja bila kuingia ndani kwake. Unaweza kwa ukumbi au balkon, kibaranda tu hivi cha kuingia, na bila shaka ni nyumba ya chini, si nyumba ya juu. Au roshani wengine wanaita. Roshani neno la Kihindi, baranda neno la Kifaransa, balkon neno la Kiingereza. Letu sie ni lipi? Nini? Darini albahari, watu wanavuta bangi ujanani, hawavuti bangi uzeeni kakangu, dari iko juu, watu huvuta ujanani, uzeeni wakatubu. Inaonekana wewe unafanya kinyume chake. Fi sadri albayt, katika varanda au balkon au roshani. Roshani Kihindi, bando Kiseheli, rosha Mkidori, wanajua wengine. Haya, roshani Kihindi. Sebleni unakuwa ni ukumbi zaidi kuliko kwa varanda, Sebleni ukumbi, na vile vile ni Kiarabu hicho kidogo. Ukumbi ndio Kiswahili. Twende. Fawajatuhu fi sadri, basi kila mmoja atafsiri anapotaka, nikamkuta katika sadrul baiti, kibaranda cha nyumba, kibalkoni, utakavyotaka mwenyewe. Kama zile kota za polisi tunazijua, zile kota za polisi, hata pale chini kunakuwa na kibalkoni cha kuingilia, kibaranda kidogo, lock up huyo anasema jela sasa huko. Fawajatu fi sadrul baiti ghaira, isipokuwa anni, kwamba mimi la maarifu, sikumtambua. Wanafunzi tumeelewana alichokuwa nakizungumza, hicho ndio jambo la msingi. Hao watu wa burudani hata kama hawajaelewa. Ghaira anni, isipokuwa mimi lam aarifu, sikumtambua. Kwa nini? Litaghayyuri halihi, kwa kubadilika hali yake, kabadilika sana. Vile alivyokuwa kimjua zamani sivyo alivyo sasa, kachenji wanasema vijana. Ama aituhu, kwa vile nilivyomzoea, alaihi, juu yake, yauma kana walian, siku alipokuwa mtawala au mkuu wa mkoa, ala almadina, wa Madina, sababu aliwahi kuwa mkuu wa mkoa wa Madina, lakini sasa yuko Damascus, Syria. Farahaba bi, akakaribisha, waqala, akasema, udnu minni, nisogelee mimi, ya Aba Hazim, ewe baba Hazim. Anamuita baba Hazim, huenda ikawa na mtoto wa kiume wa kwanza anaitwa Hazim. Falamma adanautu minhu, lipomsogelea, qultu, lisema, alasta amira almu'minina, kwani wewe sio amira almu'minina Umar bin Abdul Aziz? Faqala bala, akasema pana, ndo mimi. Faqultu, nikasema, maladhi halla bika, nini kilichokukuta? Alam yakun wajhuka bahiyan, haukuwa uso wako unavutia wenye mwangaza? Wayahabuka tariyan, na ngozi yako mbichi nyororo? Wa aishuka rakhiyan, na maisha yako ya raha ya nyororo kabisa. Mbona sasa nakuona umezeeka, umekuwa hivi lofa? Faqala bala, akambia hapana, ndio hivyo yalikuwa maisha yangu hivyo. Faqultu, nikasema, famal ladhi ghayyara, nini kilichobadilisha mabika ulichonacho, baada an ghadauta, baada kushakuwa tamlikul asfara wal abyadha, unamiliki cha njano na cheupe, yani dhahabu na fedha. Maana sasa umepata cheo kikubwa kuliko kile ulikuwa gavana tu, mkuu wa mkoa wa Madina, sasa ndo mkuu khalifa wa dola nzima huko makao makuu Damascus, lakini hali yako imekuwa mbaya kuliko vile ulipokuwa
ukiwa mkuu wa mkoa wa Madina, na sasa unamiliki cha njano na cheupe, yani dhahabu na fedha, dirham na dinar unamiliki sasa hivi. Mbona umekuwa hivi? Wa asbahta amira almu'minina, na sasa umekuwa ndo amiri wa waumini wote, ndo kamanda wa Waislamu wote, alafu unakuwa na hali mbaya wakati ulipokuwa na cheo kidogo ulikuwa umenawiri. Nini hii? Faqala, akasema, wama alladhi taghayyara bi ya Aba Hazim, na kitu gani kilichobadilika kwangu unachokiona wewe Baba Hazim? Faqultu, nikamwambia, jismuka alladhi nahal, mwili wako uliokonda. Naona sasa umekonda, ulikuwa umejaa wakati ule mashavu, mashaallah. Sasa hivi mifupa ya uso inaonekana, umekonda. Wajilduka, na ngozi yako, alladhi khashawshana, ambayo imekwaruza, sasa imekwaruzika, imekuwa kama msasa. Kipeana mtu mkono lazima ajishauri asiuvute kwa haraka, anaweza kaachia baadhi ya ngozi kwenye mkono wako. Umekuwa kama msasa, khashawshana, umekuwa kwaruzi, unakwaruza. Wajuka alladhi isfarra, na uso wako uliopiga manjano. Wa ainaka latani, na macho yako mawili, khaba, yaliyofifia. Wa mdhuhuma, nuru yake yamefifia, nuru yake imekuwa kama huoni vizuri. Fabaka, akalia. Waqala, akasema, fa kaifa law ra'aitani, itakuwaje kama ungeniona fi kabri, nikiwa kaburini mwangu, baada 3, baada ya siku 3. Yani hapa tu sasa hivi na nimechakaa namna hii. Je, nikifa nikaingia kaburini alafu baada ya siku 3 kaambwa njoo ulifukue unitizame, nitakuwa vipi? Wakati salat hadakataya, na yameshachoruzika macho yangu mawili, au mboni zangu mbili zishatoka, ala wajnataya, kwenye mashavu yangu. Yani ukinikuta kaburini nishakufa baada ya siku 3, haya macho yatakuwa yashatoka, yamedondoka, yako hapa kwenye nini? Kwenye mashavu. Watafasakha batni, na lishatumbuka tumbo langu. Watashakaka, na kupasuka. Baada ya siku 3 tumbo linakuwa lishatumbuka na kupasuka. Binadamu anaoza haraka kuliko hata samaki. Si hatujijui? Binadamu akishakufa anaoza haraka kuliko hata samaki. Akishakufa binadamu, basi ujue anaoza mara moja. Hilo lifahamike. Sisi tunaringia hii pumzi tu. Tukishamaliza tukakata roho, hii miili yetu ni mizoga mibaya. Kama utamuona mtu aliyekufa alafu akakaa siku 1, 2, 3 hajazikwa, unaweza ukaanza kutapika kila wiki nzima. Mimi nishamuona mtu hivyo, sitaki hata kukwambieni hapo. Maana itakuwa ni kinyaa cha hali ya juu kabisa. Siku 3 alikaa kafa, watu hawana habari, mpaka ikatoka harufu, watu wakawa wanakimbia. Tukaenda sisi, tukavunja mlango, tukaenda polisi, tukatoa taarifa, tukaenda hospitali, tukapewa kibali. Sasa hiyo kasheshe kwenda kumuondoa hapo alipolala, kalalia mkeka, mgongo wake wote umeganda kwenye mkeka. Ukimnyanyua unaacha nyama ya mgongo, unaiacha kwenye mkeka kama samaki aliyeungua kwenye kikaango. Mbali mambo mengine sina haja kuyasema leo, iko siku itafika wakati wake tutayasema. Utapika na watapike, shauri hao wameataka wenyewe. Wantalaka dudu, na yakachomoka mafunza, yartau, yanajilia, fi badani, katika mwili wangu. Naam, mimi nimeiona kwa macho yangu, si kwa kaburini, kwa mtu hivi aliyechelewa tu. Funza watupu wanatoka kila mahala. Kazi ilikuwa kubwa. Tulifanya kazi kwa kweli, tulikuwa watu 3. Mwenzangu mwingine yupo na mimi na mwenzetu mmoja mshafariki naye. Ndio tulishughulikia maiti hiyo. Ilikuwa kazi ngumu sana. Labda nikwambie kwa ufupi. Kitu cha kwanza tulichokifanya, tulikwenda kutafuta Serdani, ili jiko la mkaa. Tukawasha makaa. Alafu tukaenda tukanua kilo nzima ya ubani maka. Tukaweka chini pale Serdani, tukatia kwanza ubani maka. Kufukiza tu mle ndani ya kile chumba tu kwanza, ili angalau iwe mtu anaweza akakaa kidogo akavumilia. Kilo nzima ya ubani maka tumeichoma kwenye Serdani. Kitu cha kwanza hicho.
Kwa pale alipolala kile chumba kile tukafunga kwanza madirisha, ule moshi wote uingie, halafu ndo tukafungua ili uweze kutoka na harufu mbaya mle. Na mengine tuliwafanya mengi tu ili tugharimu hasa. Turudi kwenye maudhui. Innaka law ra'aitani anadhaka, hakika wewe kama utaniona wakati huo, ya Aba Hazim, ewe Baba Hazim, la kunta, ungekuwa ashadda inkaran li, mwingi wa kunikanusha mimi, ukasema huyu si Umar ibn Abdul Aziz. Min yaumika hadha, kuliko leo yako hii unaniona tu nimechakaa unasema nimebadilika, nikishakufa baada ya siku 3 hutonitambua kabisa kuliko hata hivi. Kwa binadamu kuingia kwenye uchakavu ni jambo asiloweza kulikwepa. Lazima anakwenda tu kwenye uchakavu, akifa hajafa, akifa ndo atachakaa zaidi. Kwa hiyo akampeleka kwenye mambo ya kifo Umar bin Abdul Aziz, na ni kiongozi huyo na mcha Mungu kiasi hicho. Thumma rafa basarahu ilayya, kisha akanyanyua mtazamo wake kwangu, yani akaniangalia, wakala, akasema, ama tadhkuru hadithan, huikumbuki hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wewe kunta hadathanihi, ulikuwa umenihadithia wewe biha, hadithi hiyo fil madinati, nilipokuwa Madina, ya Baba Hazim, wewe uliniambia kuna maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam umeyasikia kutoka kwa sahaba, anasema hivi, anasema hivi, anasema hivi, anasema hivi, umeyasahau wewe uloniambia, mimi nayakumbuka. Fakultu, nikasema, laqad hadathtuka bi haditha kathira, mbona mimi nimekusimulia hadithi nyingi za Mtume, Amir al-Mu'minin, unakusudia hadithi ipi? Yule aliyefundisha hakumbuki sana kuliko yule aliyefundishwa, kwa sababu ana hoja anataka kuizungumza. Fa ayuha taqsid, ipi katika hadithi hizo unaikusudia? Faqala, akasema, innahu hadithun rawahu Abu Huraira, iko hadithi umenisimulia kaipokea Abu Huraira, wewe ndio ulionifundisha hadithi hiyo, mimi ndio inoni tia masikitiko yote. Fakultu naam, nikamwambia ndio nimekumbuka. Adhkuru, naikumbuka ya Amir al-Mu'minin, ewe Amir al-Mu'minin, nimeikumbuka hadithi gani? Faqala a'idhu alayya, akamwambia irudie kwangu, kama unaikumbuka niambie tena. Fa inni uridu an asma'ahu minka, mimi nataka kuisikia kwako hadithi hiyo. Fakultu, nikasema, sami'tu Aba Huraira, nimemsikia Abu Huraira. Kwa hivyo inaonekana huyu alisikia kutoka kwa Abu Huraira moja kwa moja, na akamfundisha huyo Umar bin Abdul Aziz. Yaqulu, anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nilimsikia Mtume sallam akisema, inna baina aydikum aqabatun kaudun mudarrasatun lan yajuzaha illa kullu dhamirin mahzul, hakika mbele yenu, baina aidikum, mbele yenu, aqabatun, kuna kikwazo, kaudun, kigumu, falaqtahamal aqaba wama adraka, hakika mbele yenu kuna kikwazo kigumu, mudarrasatun, chenye magego, dhirs ni magego, la yajuzaha, hata kivuka kikwazo hicho, illa kullu dhamirin, isipokuwa kila aliyekonda, mahzulun, mwembamba, aliyekonda mwembamba atakivuka kikwazo hicho. Fabaka Umaru, akalia Umar bukaan shadidan, kilio kikubwa, khashitu ma'ahu, niliogopa na kilio hicho, antanshaqqa mararatuhu, isije ikatumbuka nyongo yake. Analia asije katumbuka nyongo. Kutumbuka nyongo kuna maana mbili, kuna maana ya dhahiri na ya ndani. Maana ya dhahiri ni ile nyongo iliyomo ndani ya mwili ikitumbuka ikatoboka, na huo ni ulemavu mkubwa sana, na mwisho wake ni kifo tu kwa muda mfupi, kwa sababu nyongo ni kama mfuko unaohifadhi wino ndani ya nini, ndani ya mwili wa binadamu. Ukichinja mnyama unaiona kwenye kuku, unaambia usitumbue ile ile nyongo. Kawaida yake ukila vitu vya sukari inatema kidogo, kitone kimoja, inaleta uchungu kama vile kahawa. Kazi yake sasa kuyayusha, kudilute ile sukari. Tumefahamiana? Sasa mtu akipata ugonjwa wa sukari, zinaweza kwa sababu ziko nyingi, lakini moja ni kwamba ile nyongo yake inatema kidogo, au
ule wino ulioandaliwa mle ndani, ule uchungu ule hauna nguvu ya kuyayusha sana sukari. Kwa hivyo inakuwa kila sukari kidogo inachelewa kusagika na kutoka ndani ya nini? Ndani ya mwili, kwa sababu ile nyongo haifanyi kazi. Au ikiwa ile nyongo inafanya kazi kupita kiasi, inakuwa nayo sukari yake inashuka mara kwa mara. Kwa hivyo ali kitu cha sukari kurudisha tena nguvu juu. Na ikiwa inaleta kidogo, basi sukari yake inakuwa ya kupanda. Ndio maana sukari iko ya kupanda, iko ya kushuka, na iko ya fluctuation, ya kwa mara imepanda, mara imeshuka. Ndio unamkuta mtu ndani ya begi lake huku ana nini, anashubiri kidogo kipande, na hapa ana chupa ya Coca-Cola. Ikishuka anabia Coca-Cola kuipandisha, ikipanda anapiga shubiri kuishusha. Saidi, unaifahamu ya habari ya fluctuation ya sukari? Nimeshakutana mtu ana fluctuation, sio ana sukari, ana fluctuation, yani ana mripuko wa sukari. Kuna wakati sukari yake inakwenda juu, kuna wakati inakwenda chini. Kwa hivyo ana kila wakati anatembea na vitu viwili. Ikishuka ipandishe, ikipanda aishushe. Na kwenye pressure hivyo kuna fluctuation ya pressure, kwamba wakati mwingine inapanda, wakati mwingine inafanyaje, inashuka. Ikishuka ipandishwe, na ikipanda ishushe. Na hakuna jambo linalopandisha pressure kama kumkera mtu. Sasa kuna watu inashuka pressure, kishuka pressure mpaka umkere. Mtu mzima kama huyu kamzomea hilo, msukume kichwa hilo, bwege hilo, wewe usitakujingwa, ndio kapata nafuu hapo, tayari atapiga mashuzi na nini, tayari kisharudi kwenye mastani. Na ikipanda ukimkera utamua, ukamtanie. Imepanda sana, unakwenda unampiga story, unamchekesha, akishacheka na nini, tayari inafanyaje, inashuka. Alikuwa kwa mzee mmoja na pressure kupanda, basi wanao walikuwa wanamtafiri kweli, wala haji kumtreat. Siku hiyo bwana nakwenda mimi kumsalimia, naambia bwana baba kapanda pressure humo ndani, hataki mtu, anafukuza watu wote. Nikasema mimi niruhusuni nende. Basi kufika nilikuwa na joke, najua namtania siku nyingi, nikamtania utani wake wa zamani, akaanza kucheka. Imeshuka bwana, mara kapiga mashuzi kidogo, pumu mara hivi na nini, tayari yuko sasa. Njoni sasa, shashuka pressure. Lazima umjulie, lakini mtu mbali madawa, hii ni saikolojia tu ya kushughulika na nini, na mambo ya pressure. Kwa hivyo nyongo tunaizungumza, nyongo tumefika kote huko Basi imekaribia kutumbuka nyongo yake marara Na marara ni nyongo. Manake kitu kichungu. Sasa ile marara nyongo inatema uchungu. Nanoka kama wino ule. Wale Wasukuma wakichinja mbuzi, alafu kama wanataka kula nyama peke yao, wanaitumbua ile nyongo, alafu wanaimimina kwenye nyama ya mbuzi yote. Alafu tena inapikwa, anaambia karibu. Ukigusa tu kidogo unaiacha. Weka pembeni, wanakula peke. Hapo wanataka kula peke yao. Hata Wamasai wanafanya hivyo. Wengine wanakula hasa ile nyongo. Inatiwa chumvi na korogo, wanakunywa. Wenyewe wanasema dawa. Si ndio nakwambia kushusha, lakini sio kupa. Ikiwa sukari ni ya kushuka, itakuwa sumu, utamuua ukimpa nyongo. Usisikie dawa tu tena ukampa kila mgonjwa Ammar bin Yasir. Haya bwana. Kwa hivyo hiyo ndo marara Thumma kafkafa dumuahu, kisha akafutafuta machozi yake. Thumma kafkafa dumuahu, kisha akafutafuta machozi yake, ni kama hivi ndio kafkafa, akafutafuta machozi yake. Waltafata ilayya, akanigeukia, waqala, akasema fahal talumuni, je unanilaumu ya Aba Hazimi, idha ana ahzaltu nafsi, itakapokuwa mimi nimeikondesha nafsi yangu, litilka alaqaba, kwa ajili ya kile kikwazo, rajaa an anjua, nikitarajia kuwa nitaokoka, minha, na kikwazo hicho, wama adhunnuni binajin, na mimi sidhani kama nitaokoka. Kwa madaraka haya niloshika, kuna watu watakuwa na laumu na nini, itakuwa kazi ngumu kuvuka, sababu madaraka nayo yana malawama. Akasema hivyo. Hiyo ni picha ya kwanza. Ama suratu thaniya, ama picha ya pili, min suwari hayati Umar, katika picha za maisha ya Umar. Fayarwiha lana at-Tabari, anatupokelea bwana mmoja anaitwa Tabari, ani Tufail, kutoka Tufail bin Mirdas. Fayaqul, anasema Tufail bin Mirdas. Inaonekana Tabari hakumkuta Umar bin Aziz, na hiyo ni dhahiri, na nadhani anamkusudia Ibn Jariri Tabari, mwenye tafsiri maarufu, tafsiru Tabari
anajulikana maarufu. Anaelezea kutoka kwa bwana Mirdas, fayaqulu, anasema Mirdas, inna amira almu'minina Umar ibn Abdul Aziz, hakika kamanda wa Uislamu Umar ibn Abdul Aziz, hina wali alkhilafata, alipotawala ule ukhalifa, kataba ila Sulaiman, alimwandikia barua bwana Sulaiman bin Abi As-Sari ibn Abi Sari walihi, ambaye ni mkuu wake wa mkoa, ala Sughdi, wa jimbo moja linaitwa Sughd. Chini tumewahi kulitaja hili jimbo la Sughdi huko nyuma. Namba 7, Sughdi anakuambia Sughdu mantiqatun fi awasiti Asia, katikati ya Asia. Inaaminika Sughdi ni sehemu katika China, ilikuwa wakati huo, hatujui mpaka sasa iko katika China au. Haya, kwa hivyo kitaba nalimwandikia barua, qala fihi, akamwambia ittakhidh fi baladika, fanya katika miji yako, fanadika, hoteli za wageni. Funduk ni hoteli ya wageni, zikiwa nyingi zinaitwa fanadika, lakini alikuwa anakusudia nyumba za kukaa wageni. Au akina Ahmad Bahrani wanaziita msafarkhana. Ahmad, mpaka sasa msafarkhana bado mnayo pale Kiponda? Ipo eh? Hata nikitaka kwenda na muta kidogo pale watanipokea? Ipo pale msafarkhana, sehemu ya kufikia wageni. Ndio watu wa dhehebu la Shia mpaka leo wanayo katika jumuiya yao kutengeneza nyumba kwa ajili ya kufikia wageni. Sawa sawa, na mimi nitakwenda kukaa, pana chumba changu mle. Nzuri hapo wanatengeneza. Sisi jamii nyingine hatuna hiyo, kwamba msikiti hauna nyumba kufikia wageni, lakini wao wana nyumba na sehemu ya kufikia wageni, kwa inakuwa mali ya msikiti, wakfu. Ugeni wao wakija mashekhe kutoka sehemu nyingine wanafikia hapo, wakija nani. Hata Kenya nimeikuta Nairobi pale Jamia Mosque, nilikwenda mie Jamia Mosque Nairobi. Siku hiyo ilikuwa tumekwenda pale, tunakwenda Saudi Arabia, lakini bahati mbaya ndege yetu ikadelay, ikachelewa ya kutuchukua kutoka Nairobi kwenda Jeddah. Kwa tukalazimika kulala pale. Sasa ile Jamia Mosque ina nyumba, ule msikiti wa Ijumaa pale Nairobi una nyumba ya kufikia wageni. Sijui mpaka sasa ipo, lakini wakati ule ilikuwepo. Tukapewa chumba pale sisi. Tulikuwa watu wawili nafikiri kwa zamia tu, tukapewa chumba pale kimoja na vitanda vilikuwa double. Paka asubuhi tukaletewa chai, kila kitu. Ndege ikawa saa 10 tena baada ya asiri ndio tukapata ndege, tukalala siku ile pale. Lakini huku kwetu sasa hivi inaonekana si sana hiyo msikiti kuwa na sehemu ya kufikia wageni na tutahadhari zinaweza kugeuzwa guest house. Haya bwana. Kwa hivyo anamwambia watakhidh fi baladika fanadika, natengeneza katika miji yako nyumba za kufikia wageni, listidhafati, kwa ajili ya kuupa ugeni almuslimina wa Islam, kuwapa ugeni Waislamu, wageni Waislamu wanaokuja wapewe nafasi. Fa idha marra biha ahadun, akipita katika miji yoyote minhum, miongoni mwa Waislamu, fastadhifuhu yawman wa layla, mpeni ugeni angalau mchana mmoja na usiku mmoja, masaa 24 apate kukaa bure. Waslihu sha'nahu, na mtengenezeeni mambo yake. Wataahadu, na washughulikieni dawabahu, wanyama wake. Kama anasafiri zamani kwa wanyama, maana kwa wanyama wapewe majani, waletewe wale, wakoshwe nini apate mapumziko pale. Yani awe na sehemu ya kupaki gari, kama ni gari kuweka mizigo yake na vitu kama hivyo. Fa idha kana yashku nasaban, ikiwa analalamikia shida yoyote. Nasab ameitafsiri chini huko ana usumbufu, akilalamikia usumbufu wote, fastafidhifuhu yawmaini wa laylataini, muongezeni, mpeni ugeni siku 2, michana 2 na usiku mawili. Yani akisema mmechoka, siwezi kuondoka kesho, niondoke kesho kutwa, basi muongezeni tena siku ngapi? Siku ya 2, ili apumzike vizuri angalau siku 2. Wawasuhu, na muwezesheni, msaidieni kama ana matatizo, mpeni msaada. Fa idha kana munqati'an, ikiwa kakatikiwa safari, yani kaharibikiwa na safari, la mu'unata indahu, hakuna gharama kwake za kumpeleka kwingine, wala dabata tahmilu, wala mnyama wa kumbeba, fa'atuhu ma yasuddu hajata, mpeni kitachokizi mahitaji yake. Wa usiluhu ila baladi, na mfikisheni katika mji wake. Toeni misaada ya namna hiyo. Basi amri hiyo imetoka kwa mkubwa kwenda kwa wale watawala wadogo. Fasada alwali, akatekeleza
yule governor ambaye ni mkuu wa mkoa pale, bi amri amiril mu'minina, amri ya kamanda wa Uislamu. Wa qama alfanadiqa, akasimamisha hizo hoteli za wageni, nyumba za wageni, allati amarahu, ambazo kamwamrisha biidadi ya kuziandaa. Fasarat akhbaruha, zikaenea habari zake fi kulli makani, kila mahala, kwamba katika mkoa fulani kuna nyumba, ukipita pale kama mgeni unapewa nafasi ukae siku moja au siku mbili bure, na wakati mwingine chakula unasaidiwa. Watafika nasu, wakaanza watu fi mashariki albilad alislamia, katika mashariki ya miji ya Kiislamu, wa magharibi na magharibi yake, yatahaddathuna anha, wanazungumzia jambo hilo, nyumba hizo, wa yushiduna, na wanapongeza biadli alkhalifati, uadilifu wa yule khalifa, watakwahu, na uchamungu wake, kwamba mmeona kiongozi alipo mzuri huyo. Katika miji ya mbali kama hii, anajua safari ni nyingi, kaamua kutengeneza mambo kama haya, kwa hivyo anasifiwa, anapongezwa. Fama kana min wujuhi ahli Samarkand, basi ikawa katika nyuso za watu wa Samarkand, illa an wafadu ala waliha, isipokuwa alimfika mtawala wao au mkuu wao wa mkoa, Suleiman bin Abi Asari. Waqalu, wakamwambia, inna salafaka, hakika mtangulizi wako Qutaiba ibn Muslim al-Bahili, aliyekuja kabla yako, qaddahama biladana min ghairi indharin, kaingia katika miji yetu bila ya onyo, bila tahadhari, walam yasluk fi harbina, na hajapita katika kupiga vita, ma taslukuna, mnayoyapita, ma'ashara almuslimina, enyi makundi ya Waislamu. Kwa sababu alikuwepo mtu pale, akatolewa, akapigwa, akatolewa, lile jimbo likachukuliwa na Waislamu, kenda kajipanga tena, sasa anafanyaje? Anarudi kuleta mapambano. Faqad arafna, tumetambua, annakum, kwamba nyinyi, tad'una a'da'akum ila dukhuli fil Islam, mnawaalika maadui zenu waingie kwenye Uislamu. Wakiingia kwa Uislamu vita vimekwisha. Yani ile ilikuwa jihadi ya kuambia watu wakubali Uislamu. Wakikubali Uislamu wanabaki wao na madaraka yao na kila kitu chao. Wakipinga ndo mapambano. Fa in abaw, wakipinga, da'autumuhum ila daf'il jizya, mnawaalika waje watoe kodi, wabaki huko huko lakini wanalipa kodi. Fa in abaw, wakigoma kutoa kodi, a'lantum alayhimul qital, ndo mnawatangazia vita. Na hiyo ndo misingi ya jihadi ilikuwa. Kwa hivyo unampa njia kwanza, asilimu au akubali kulipa kodi au aingie kwenye vita. Wa anna, na hakika sisi, wa inna, na hakika sisi, qad ra'ayna min adli khalifatikum, tumeona uadilifu wa khalifa wenu, watuqahu, na uchamungu wake, ma aghrana, kitu kilichotushawishi, bishakwa jaishina, kwa malalamiko ya majeshi yetu, ilaikum, kwenu, walistinsari bikum, na kutaka kutetewa na nyinyi, alama anzalahu bina, kwa vile ambapo katushushia sisi, qaidun, kiongozi mmoja, min quwadikum, katika viongozi wenu. Fa'adhan, basiruhusu ayu al-amiru, ewe amiri, liwafdi minna, ujumbe kwetu, biani yafida, waje ala khalifatikum, kwa khalifa wenu, wa an yarfa'a dhulamatana ilai, tulivyodhulumiwa kwake. Manake kule kwao nako walikuwa hawatendeani haki, kwa hivyo wakaomba walete ujumbe kuja kwa amiri al-mu'minin na khalifa, ili walete malalamiko yao na jinsi wanavyodhulumiwa. Wameona huyu ni mtu haki. Fa in kana la haqqun u'tinahu, ikiwa ni haki yetu tutapewa, wa lam yakun, na isipokuwa haki yetu, udna, tutarudi, min haithu dhahabna, kule ambako tumekwenda. Fa adhina Suleiman akaruhusu, liwafdi minhum, ujumbe wao, bil khudumi, kuja ala al-khalifati, kwa khalifa, fi Dimashq, katika mji wa Damascus. Na umeona fasaha Damascus dali kuitia Kisra Dimashq, na wako wanasema Dimishq, na mimi wanaitia Kisra, lakini Dimashq ndio sana, ndo kai hakiki, na wako wanaotia dal fatha Damask, ambao si maarufu sana, wazungu ndio wasema Damascus, lakini Dimashq au wengine wasema Dimishq, na kwenye Biblia imeandikwa Dameski, katika mji wa Dameski. Paulo alifika katika mji wa Dameski, ndio Damascus hiyo. Falamma saru, walipokwenda fi dari al-khilafati, katika nyumba ya ukhalifa, rafa'u amrahum, walilipeleka jambo lao, ila khalifatul muslimina Umar ibn Abdul Aziz, kwa khalifa wa Islam Umar ibn Aziz. Fakataba al-khalifatu kitaban, khalifa yule Umar ibn Aziz akaandika barua, ila walihi, kwa mkuu wake wa mkoa, Suleiman bin Abi Sari, yaqulu lahu, anamwambia, amma ba'du, amma baada ya hayo. Ina maana mwandishi wa kitabu chetu kaondoa ule mwanzo wa barua, akachukua hichi kipande kuanzia amma ba'du. Fa idha ja'aka kitabi hadha, ikikujia barua yangu hii, fa ajlis,
basi fanya kikao ila ahli Samarkand, na watu wa eneo la Samarkand, qadhiyan, wawekee qadhi, yandhuru fi shakwahum, atakayesikiliza nini mashtaka yao, wawekee qadhi atakayesikiliza mashtaka yao watu wa Samarkand. Fa in qadha lahum, akiwahukumia, famur jaisha almuslimina, wa amrisha jeshi la Uislamu bi an yughadira madinatahum, liondoke katika mji wao. Wad'u almuslimina almuqimina, na waite waislamu wanaokaa bainahum, baina yao, ila nuzuh, hana kuondoka katika mji huo. An-nuzuh yani mughadaratu biladi, kuondoka. Waudu kama kuntum, narudini kama mlikuwa mwanzo. Wakanu, na walivyokuwa wao. Kabla an yadkhula diyarahum Qutaiba, kabla hajaingia miji yao Qutaiba bin Muslim al-Bahili. Falamma qadima al-wafdu, ulipokuja ujumbe ala Sulaiman bin Abi Sari, wadafa ilayhi kitaba amiril mu'minina, ukamkabidhi barua ya amiril mu'minina, baada akafanya haraka, faajila salahum qadhi, akawachagulia qadhi al-qudhati, qadhi wa maqadhi, Jumai'a bin Hadhir an-Naji, jina lake Jumai'a, sio Juma, Jumai'a Jumaza, hapa tuna jumuiya inaitwa Jumaza hii ni Jumai'a bin Hadhir an-Naji. Fanadhara fi shakwahum, akayasikiliza malalamiko yao, wastaqsa khabarahum, akaziendea mbali habari zao, yani akazikusanya zote. Wastamaa ila shahadati taifatin, akasikiliza ushahidi wa kundi min jundil muslimina, la jeshi la Uislamu, wa qadati, na viongozi wao, makada wao. Ingawa neno kada linatumika kwenye siasa tu, tena katika chama kimoja tu, vyama vingine hawataki kutumia, lakini katika lugha ya Kiarabu kada maana yake ni kiongozi au vio, wa qadati, na viongozi wao. Fastabana lahu, ikabainika kwake sihatu muddaahum, madai yao, kwamba wanavyolalamika kumbe ni kweli malalamiko yao dhidi ya kiongozi wao. Waqatalahum, akawahukumia. Inda dhalika, alipofikia hapo, amara alwali, akaamrisha yule mkuu wa mkoa, junda almuslimina, jeshi la Waislamu, bi an yakhlu lahum diyarahum, waachie miji yao, wa an yaudu ila muaskarati, warudi kwenye kambi zao, wa an yubadhiruhum karatan ukhra, na kwamba sasa waje wapambane nao mara nyingine. Kwa sasa wawaache kwanza, watazame nini kitakachotokea. Fa imma an yadkhulu biladahum sulha, ama waingie katika miji yao kwa suluhu, wa imma an yadfaru biha harba, au wainyakuwe miji hiyo kwa vita, wa imma alla yuktaba lahum alfathu, au iwe hawajajaliwa ukombozi katika maeneo haya. Falamma sami'a wujuhul qaumi, waliposikia wale watu maarufu, mabwana wa watu wale, hukma qadhi qudhati almuslimina, hukumu ya qadhi wa makadhi wa Islam, yani qadhi mkuu lahum kwao. Qala ba'dhum li ba'dhin, baadhi yao kwa baadhi yao wakasema, waihakum, maskini nyinyi, laqad khalatum haula'i alqauma, mmechanganyika na watu hawa, wa aqamtum ma'hum, na kukaa nao, wa ra'aytum min siratihim, na mmeuona mwendo wao, wa adlihim, na uadilifu wao, wa sidqihim, na ukweli wao, ma ra'aytum, mlivyoona. Fastabquhum indakum, wabakisheni wakae na nyinyi, wasiondoke. Hawa ni watu wazuri, ili jeshi la Kiislamu lisiondoke, libaki. Watibu, na oneni raha, oneni vizuri, bimuasharatihim nafsan, kwa kukaa nao ndani ya nafsi zenu. Waqarru bisuhbatihim aina, na tulizeni kwa usuba wao macho yenu au nafsi zenu. Kwa hivyo walipoambiwa jeshi liondoke, mtaachiwa nchi yenu, wakasema basi tumekubali jeshi libaki na tushirikiane nao, kwa sababu waliona ile haki inatendeka, wanapolalamika wanasikilizwa, wanachokitaka kinakubaliwa. Kwa hivyo wakasema bakieni hapa, hakuna haja ya kuondoka. Haya ni mambo yapo katika historia. Ukisoma historia za nchi mbalimbali duniani utakuta hivyo. Kwa mfano katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, na hasa katika visiwa vya Unguja na Pemba, Zanzibar, na kuanzia Lamu mpaka Sofala ya Msumbiji, eneo hili liliwahi kukaliwa na Wareno. Ndio asili ya kupata ile ngome kongwe hii hapa. Tunayo ngome kongwe hii, imetengenezwa na Wareno kwa miaka mingi sana iliyopita. Inaingia kwenye karne ya 3 sasa. Na Msumbiji iko na ngome Fort Jesus, kama hii hivi lakini ndogo. Na Mombasa Kenya ipo kama hii, sijui kama haiko Shimo la Tewa au sehemu gani, lakini iko kama hii, lakini ndogo kuliko hii. Kote huku walikaa Wareno, na hizi ndo tunaziita ngome kongwe. Lakini wale Wareno walikuwa na Kilwa, walikaa Wareno kote huku, Mtwara, pwani hii yote Tanganyika walikaa. Lakini Wareno wakawakera wenyeji wa huku kwa mambo makubwa mawili. Mmoja, kwa sababu walikuwa ni Wakatoliki wenye msimamo mkali. Na Zanzibar kuna kesi ya watu wa Unguja huko
na kumuua Mreno huko na nini. Mpaka ile asili ya kusema nyimbo ile ya kinyuki kipenya penya, kinyuki kipenya penya, mzinga leo na leo mwana ng'ombe, simba kalegea kwa ugali simba. Hiyo ukirudi kwenye historia yake utaambiwa ilikuwa ni mapambano dhidi ya Mreno. Lakini mpaka uende ndani mno uweze kuchambua Waswahili wa visiwa hivi walitunga nyimbo hiyo kwa malengo gani na madhumuni gani. Tega sikio katika vipindi vyangu hivi, kwa siku nitakwambia. Leo sisemi yote, leo nagusagusa tu. Kwa hivyo wakatoka wenyeji wa visiwa hivi vya Zanzibar na watu wa Kilwa na watu wa Mtwara na watu wa Mombasa na watu wa Tanganyika yote kwa ujumla, wakaenda kuomba msaada kwa Waarabu wa Oman enzi hizo, kabla ya utawala wa Abul Saidi wa wafalme waliopo sasa. Walikuwa utawala wa mwanzo, wakaenda wakaomba msaada kuja kumtoa Mreno. Ndio wakaja na majahazi wakaanzia Kismayu ya Somalia kuwapiga Wareno na kuwatoa, wakashuka mpaka Mombasa. Wakati wa Mombasa ilikuwa inaitwa Mvita, haitwi Mombasa. Jina la Mombasa wamelitoa Waarabu, lakini jina la asili ni Mvita. Wakapambana mpaka wakafika Pemba, wakawatoa. Na jina Pemba inaaminika ni jina la Mreno. Mreno ndio alileta jina la Pemba. Waarabu Pemba wameita Jazira. Wakamtoa, wakaja zao mpaka Unguja wakamtoa. Wakasogea moto Bagamoyo wapi, kila mahala wamemtoa. Paka Lindi, paka Mtwara wakamtoa, Mafia kote wakamtoa. Mpaka wakafika Msumbiji. Baada ya kufika maeneo yanaitwa Kilambo, wakamkuta Mreno kajiimarisha zaidi kule kuliko huku. Ana nguvu kubwa na wao wametoka mbali, silaha zao zimeanza kuwa zimeishia, nguvu yao imeanza kupungua. Wakasema tuendelee zaidi ya huko. Ndio wakamwacha Mreno akabakia na Msumbiji, huku kote wakakaa wao. Tumefahamiana? Walipomaliza wakataka kurudi nyumbani, wenyeji wakaambia kama yuko Msumbiji hayuko mbali, mkirudi atarudi tena hapa. Kaeni hapa hapa. Ndio asili ya Waarabu kuingia katika ukanda huu Afrika Mashariki, si kwamba walikuja kunyakua mambo ya watu. Wakiliko jambo limetokea likabadilisha yote. Tega sikio, darasa zangu nitakwambia mengi. Tuendelee bwana Wa amma suratu thalitha si ndio jamani? Ama picha ya tatu min suwari hayati Umar radhiyallahu anhu, katika namna za uhai wa Umar ibn Abdul Aziz ridwanullahi alayhi, radhi Mwenyezi Mungu yake. Fayarwiha lana, na tusimulia sisi Ibn Abdul Hakami fi kitabi, katika kitabu chake nafisi cha thamani sana, al-musamma kinachoitwa Siratu Umar ibn Abdul Aziz, maisha ya Umar ibn Abdul Aziz. Fayaqulu, anasema lama hadarat Umar alwafatu, kulipomfikia Umar kufa, dakhala alayhi Maslama ibn Abdul Malik, aliingia kwake mtu mmoja anaitwa Maslama ibn Abdul Malik, ambaye bila shaka ni binami yake huyo, kwa sababu huyo Abdul Malik bin Marwani na yule Abdul Aziz bin Marwani, Umar bin Abdul Aziz bin Marwani na huyu Maslama bin Abdul Malik bin Marwani, binami hao. Wakala, akamwambia innaka ya amira almu'minina, hakika wewe kamanda wa Islam, qad fatamta afwaha auladika, umeshaikata midomo ya watoto wako. Ndio fatamta, umeikata midomo ya watoto wako. An hadha almali, na hii mali. Yani aliwaambia wanawe, sikilizeni, baba yenu mimi ni kiongozi wa nchi, lakini kila mtu akatafute chake, asitegemee mali ya nchi hii ataipata yeye kwa sababu baba yake ni kiongozi wa nchi. Kila mtu akaingie chake, wakuuza dagaa akauze dagaa, wakuuza mihogo akauze mihogo, wakuuza mifagio akauze mifagio, katafuteni mali zenu, hapa hakuna mali cha kurithi. Aliwakata mdomo wa wanawe kwamba wasije wakafikiria kuwa watapata chochote katika utawala wa baba yao. Anamwambia fahabadha, basi uzuri lioje, mnaijua habadha wa habadha Muhammadun hadina laulahu ma kunna wala fahabadha, huyo tayari. Fahabadha law asabta bihim ilayya au ila man tufaddiluhu min ahli baitika, basi tunapenda ausaita, lau ausaita, ungeusia bihim kwao, ilayya kwangu mimi, au ila man tufaddiluhu, kwa yote unayemuona bora, min ahli baitika, katika watu wa nyumba yako, kwamba kuna kitu chochote nitamwachia mtu fulani, tuachie sisi ili wakipata shida wanao
tuwasaidie. Falamma taa min kalami, alipomaliza maneno yake, kala Umar akasema ajlisuni, niwekeni kitako. Alikuwa kalala hajiwezi, akasema ninyanyueni muniweke kitako. Wakamweka kitako, fajilasuhu, wakamweka kitako. Fakala kad sami'tu maqalataka, nimesikia maneno yako ya Maslama, wewe Maslama. Amma qauluka, ama kusema kwako, inni qad qata'tu afwaha auladi an hadha almali, kwamba mimi nimekata midomo au vilimilimi vya wanangu kuhusu mali hii. Fa inni wallahi ma mana'atuhum haqqan huwa lahum, nakuapia kwa Mungu sijawanyima haki yao. Mimi kama baba yao nimewalisha, nimewavisha, nimewasomesha, walipoumwa nimewatibu, nimewafanyia yote nustahili. Walam akun liutiyahum shay'an laysa lahum, lakini si haki vile vile niwape kitu sichao, nikate pande la mali ya serikali alafu niwape wanangu, kwani mali yao. Mimi nimewahudumia kama baba yao kadri nilipoweza, lakini siwezi kuwapa haki ambayo si yao. Siwezi kufanya hapa pango. Wa amma qauluka, amma kusema kwako, lau ausaita bihi milayya, kwa nini usiwape usia kwangu, au ila man tufaddiluhu, au kwa wene muona bora min ahli baiti, katika watu wa nyumba yako. Fa innama wasiyun wa waliyun fihimullahu, nataka kuambia wasi wao na kipenzi chao ni Mungu. Alladhi nazala alkitaba bilhaqi, ambaye kateremsha kitabu kwa haki. Wa huwa yatawalla salihina, na ndio anayesimamia watu wema. Hawa watasimamiwa na Mungu, waache, usiwasimamie wewe. Wa alam, najua ya Maslamatu, anna abnai ahadu rajulaini, fahamu we Maslama kwamba wanangu watakuwa ni mmoja katika watu wawili. Ima rajulun salihun muttaqi, ama we mtu mwema mcha Mungu, basi fasayughnihi Allahu min fadli, Mwenyezi Mungu atamtosheleza katika fadhila zake kwa wema wake na ucha Mungu wake. Wa yaj'alu lahu min amrihi makhraja, na atamjalia katika jambo lake lolote njia ya kutoka kwenye matatizo. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa imma rajulun talihun, au awe mtu mbaya, mukibun ala almaasi, kayainamia maasi anayatenda. Falan akuna awwala man yu'inu, mimi sitokuwa wa kwanza kumsaidia bilmali, kwa mali, ala maasiyati llahi, kwa kumasi Mwenyezi Mungu Taala mtukufu. Kwa hivyo akiwa mwema Mungu atamsaidia, na akiwa mbaya mimi simsaidii. Huo ndio msimamo wangu. Thumma qala, kisha akasema Umar, du'uli, waiteni kwangu baniya, wanangu. Fada'ahum, wakaitwa. Wa hum bid'ata ashara waladan, na ni watoto zaidi ya 10. Tukikwambieni kwamba watu wema walikuwa na watoto wengi, mnashangaa. Siku moja nilisema mahala mimi na watoto 12. Watu wakatumbua mijicho, hii shekhe, watoto 12, timu ya mpira na reserve wake, si huyo hapa Omar bin Abdul Aziz ana watoto zaidi ya ngapi? Hivyo naam, tumeupeleka vizuri. Falamma raahum, alipoona, tarakarakat ainahu, yalilenga macho yake machozi. Kulenga machozi manake yalionekana kama yanataka kulia, ndio tarakarakat. Namba 5, dama hata ainahu, yalitoa machozi. Waqala, akasema, binafsi fityatun taraktuhum, mimi kwa nafsi yangu vijana nimewaacha, alatan maskini la shay'a lahum, hawana chochote, kwa sababu ya mtindo wa maisha nilioamua kuishi. Natenda mema, nasaidia watu, mpaka familia yangu naisahau, si wapi kitu. Wabaka bukaan samitan, na akalia kilio cha kimya kimya. Kilio cha kimya kimya sote tunakijua, anazuia mdomo wake usitoe nini, usitoe sauti, analia ndani kwa ndani. Thumma altafata ilayhim, kisha akawageukia. Wakala, akasema, ay baniya, wanangu nyi, inni qad taraktu lakum khairan kathira, hakika mimi nimekuachieni khairi nyingi, msione sitakupeni mali, kuna jambo bora kubwa zaidi nimekufanyeni. Fa innakum, kwani nyinyi, la tamuruna bi ahadin minal muslimina, hamtapita kwa mtu yote katika Waislamu, au ahli dhimmatihim, au watu wa dhamana yao wasoko Waislamu walioishi ndani ya miji ya Kiislamu, illa ra'au, isipokuwa wataona, anna lakum alaihim haqqa, kwamba nyinyi mna haki kwao, kwa sababu baba yenu ana historia kukaa na watu vizuri. Kwa hivyo watu wote watakuoneni nyinyi watu wa maana, na kila unapokwenda utapata mtu wa kukusaidia. Wewe mtoto wa Umar ibn Aziz, baba yako alikuwa mtu mzuri sana, una tatizo gani? Sema. Hiyo peke yake, kupendwa na watu, kuheshimiwa na watu, ndio utajiri, ndio kuacheni. Lakini kwa kitu sina cha kukupenda. Wana watu wazito. Ya baniya, wanangu nyinyi, inna amamakum khiyaran baina amrayni, hakika mbele yenu kuna uchaguzi baina mambo mawili, au khiyari baina mambo mawili, chagueni la kufanya. Fa imma tastaghnu, amma mtajirike, wa yadkhula abukum nar, lakini baba yenu akaingia motoni. Mnaonaje? Niibe mimi kwenye serikali hii, nikuachieni majumba, magari, mimi nikachomwe moto, na nyinyi mfurahi na mali? Nataka hilo?
Unamwona Umar alipokuwa mkali kwamba mtajirike nyinyi, lakini baba yenu ende akachomwe nini? Moto kwa mali ya umma anayoichukua. Nalitaka hilo. Ingekuwa dunia ya leo viongozi wetu wanafikiria haya, mbona hii dunia ingekuwa robo pepo kabla ya pepo yenyewe? Wa imma an taftakiru, na ama mbaki kuwa maskini, wa yadkhula aljannata, na baba yenu wakaingia peponi. Mnataka lipi? Wala ahsabu, wala sidhani, illa isipokuwa annakum tuuthiruna, kwamba nyinyi mnapenda zaidi inqadha bikum minan nari, kumuokoa baba yenu na moto, ala alghina, kuliko utajiri wa dunia hii. Thumma nadhara ilayhim fi rifqin, kisha akawatazama kwa upole, wakala akasema qumu, simameni mwende zenu, asamakumullahu, Mungu atakukingeni, Mungu atakulindeni nyinyi. Qumu, simameni mwende zenu, razaqakumullahu, Mungu atakupeni riziki nyinyi. Faltafata ilayhi Maslama aliyekuwa karibu pale kama ndugu na mshauri, akamwangalia, wakala akasema, indi ma huwa khairu min dhalika ya amirul mu'minin, mbona mimi nina jambo bora kuliko hilo? Hebu subiri, usifanye haraka, liko jambo zuri. Faqala wa ma huwa, akamwambia jambo gani? Qala, akamwambia ladayya 300,000 dinari, na dinari za dhahabu 300,000 hapa. Wa inni, na mimi ahabu halaka, na kugaia wewe. Fafarriqha fihim, basi wagawie hao wanao, zisambaze kwao. Au tasaddaq biha, au wape sadaka, inshita idha shita, utakapopenda fanya unawapa sadaka hao watoto. Faqala lahu Umar akamwambia, awa khairu min dhalika ya Maslama, hakuna bora kuliko hilo Maslama? Faqala, akamwambia, ma huwa, jambo gani bora kuliko hili ya amirul mu'minin? Faqala, akasema, tarudduha ila man ukhidhat minhu, warudishie wale ambao umezichukua kutoka kwao. Kama ulizikusanya kutokana na kodi ya serikali kwa wanyonge, zirudishe kwa wanyonge zikafanye kazi, usiwagaie wanangu. Tunayaweza haya sisi leo? Huyu ni Umar bin Abdul Aziz, si sahaba. Nilisema sahaba si kama sisi, watu wakalegeza mshipa wa pua. Hawa matabeina wala si sahaba, tabaka la pili baada ya masahaba. Tukija tukaamua kuzungumzia na tabeina tabaka la tatu, tutaona haya sisi. Lakini ni Waislamu wa kelele nyingi, kuitana makafiri, kilabu nari, na kuleta sunna za kuingia na viatu msikitini. Ndio tunaona ya msingi haya, kuliko haya ya kukaa tukakumbushana Uislamu ulikuwa vipi na Waislamu wa mwanzo waliishi vipi. Allahu akbar, hatari. Basi anasema fataraqat aina Maslama, yakalenga machozi vile macho yule Maslama tena kwa lile jibu la yule bwana. Sasa na huyu naye analia. Waqala, akasema, rahimakallahu ya amiral mu'minin hayyan wa mayyita, Mungu akupe rehema wewe ukiwa hai na ukiwa umekufa. Faqad alanta minna quluban qasiya, umezilainisha kwetu nyoyo ngumu. Sisi tuna nyoyo ngumu, lakini umezifanya laini katika imani. Wadhakarta, na ukazikumbusha. Waqad kanat nasiyana, zilikuwa zimesahau. Wa abqaita lana fi salihin dhikra, na umetubakishia sisi katika watu wema kumbukumbu. Utakumbukwa kwa wema wako milele na milele. Na leo tunazungumza habari zake rahimahullahu ta'ala, na tunamkumbuka milele na milele. Thumma tatabaa an-nasu, kisha wakazifuatilia watu akhbara abnai Umara min ba'di, habari za watoto wa Umar bin Abdul Aziz baada ya kufa kwake. Farau, wakaona annahu mahtaja ahadu minhum wala iftakara, hakutokea miongoni mwao yote kuhitaji wala kuwa maskini. Kila kazi walioifanya Mungu alitia baraka, wakapata uwezo, wakajitosheleza, hawajaomba mpaka wamekufa watoto wake wote. Naye hakuwaachia kitu, aliwaachia wasia huo basi. Wa sadaqa Allahu al-azim idh yaqulu, na amesema kweli Mwenyezi Mungu mtukufu pale aliposema, waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Sura gani? Nisa. Iko chini katutajia sura Nisa aya 9. Na wachelee wahofie